sallallahu wa sallama ala nabiyhi wa mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa ba'd. Ndugu wapenzi watazamaji, baada ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, karibuni tena katika silsila yetu hii ya mbora wenu, silsila ambayo kwamba inatuchukua hatua kwa hatua mpaka kutufikisha katika daraja ya ubora, katika daraja ya kuwa mmoja wetu ni mbora wa watu kutokamana na sifa ambazo kwamba amezieleza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katika hadithi zake, sifa ambazo kwamba zinamuinua mtu kumfikisha katika daraja ya khairia, ambazo kwamba zimekuja nyingi katika hadithi mbalimbali kama tutakavyoziona katika silsila yetu kama hii. Na katika halaka ama kipindi kiliyopita tulikuwa na sifa ya kwanza ambayo kwamba imeashiria bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake iliyopokewa na Ash-Shihab katika musnad yake, mtume sallallahu alaihi wasallam akisema khairun nas anfa'uhum linnas, mbora wa watu ni yule ambaye kwamba ananufaisha zaidi watu. Na Sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu anhu baada kusoma aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, akasema khairun nas linnas, mkiambiwa ni umma bora mlotolewa kwa watu, maana yake ni kuwa nyinyi ni watu bora lakini kwa watu, yani ule ubora usibaki kwenu bali uwe utatoka kwenu uende kwa wengine. Tumesema hii kunufaisha watu ni twaka, ni power iko ndani ya mwanadamu. Kinachohitajika ni tukitoe katika twaka tukifikishe katika haraka, isibaki ni power peke yake imelala ndani yetu, bali kupatikane haraka ndani yake, iwe tutaifanyia kazi twaka na power kama hii, tuwe tutaweza kunufaisha watu. Na ukiangalia kwa makini maneno bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama yako wazi kabisa, akisema khairun nasi anfa'uhum linnas, mbora watu ni anayenufaisha watu zaidi. Hakusema anayenufaisha ndugu zako katika nasaba ama ndugu zako katika dini, la, ni unufaishe watu. Mtu yote ambaye kwamba anaingia chini ya hiki kalima, yani mwanadamu mwenzako, sawa mko sawa katika dini, mnakusanywa na dini moja, ama ni mwananchi mwenzako, ama ni kabila lako, ama hata kama mnatofautiana katika vitu hivyo vingine, yani kwa mfano ni mtu ambaye kwamba si wa dini yako lakini mwanadamu, ana haja, ana matatizo, ana dharura ataka kuhitajiwa, mnufaishe. Na watu kama alivyosema al-Imam Ali radhiyallahu anhu katika maneno yake adhimu ambayo kwamba yanafaa kuandikwa kwa wino wa dhahabu, anasema Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, annasu sinfan, watu ni sampuli mbili, imma akhun laka fi din au nadhirun laka fil khalqi. Imma atakuwa ni ndugu yako katika dini, mnakusanywa na dini moja, wewe ni Muislamu, ni Muislamu mwenzako, ni Mkristo, ni Mkristo mwenzako. Imma akhun laka fi din au nadhirun laka fil khalqi, ama atakuwa ni mwenzako katika maumbile, yani ni mwanadamu mwenzako. Nyote mnarudi kwa Hawa, nyote mnarudi kwa Sayyiduna Adam alayhi salam, nyote mnarudi kwa baba mmoja ambaye kwamba ni Sayyiduna Adam alayhi salam. Kwa hivyo khairun nasi anfa'uhum linnas, mbora wa watu ni yule ambaye kwamba ni bora zaidi kwa watu. Na kama tulivyoahidi katika halaka na kipindi kilichopita, kuwa katika kipindi hichi tutabainisha daraja iliyokuwa kubwa zaidi katika kunufaisha wenzako, nayo ni kuweza kumnufaisha mtu hata kama wewe hutonufaika. Unajua hili jambo mimi nikilifanya matunda yake hayatanifikia, lakini umma utanufaika, utapata kufaidika. Hilo ni jambo adhimu, ni jambo zuri, na limefundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ukirudi katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Ahmad katika musnad yake, na vile vile al-Imam al-Bukhari katika al-Adab al-Mufrad, anasema mtume sallallahu alayhi wasallama, in qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasila falyaghrisha. Asema mtume sallallahu alaihi wasallama, kikisimama kiyama, ukikiona hichi kiyama kinataka kusimama, na katika mkono mwako una
mti mdogo ambao kwamba unaweza kuupanda mti kama ule ukawa mkubwa ukatoa matunda, madamu una mbegu ama una mti katika mkono wako, fa in istata'a ahadukum an yaghrisaha falyaf'al, ikiwa ataweza mtu kuupanda mti kama ule basi aupande. Matunda anajua kiyama kinasimama, sitopata matunda yake, lakini upande mti kama ule. Usiwache kufanya khairi kama hiyo, usiwache kufanya manfaa kama hiyo. Bali katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama akatuambia, ma min muslimin yaghrisu gharsan au yazra'u zar'an, hakuna muislamu yoyote ambaye kwamba atapanda mti ama atapanda mbegu, thumma yakulu minhu tayrun au insanun au bahima, kisha mti kama ule aje ale kutokana na mti kama ule ndege ama mwanadamu ama ni mnyama. Umepanda mti, amekuja mnyama amekula majani yake. Umepanda mti, amekuja ndege amekula matunda yake, ama amekuja mwanadamu amekula matunda ya mti kama yule. Yani manfaa yamekwenda katika viumbe vingine vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume asema sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, illa kana lahu bihi sadaka, isipokuwa atakuwa amepata thawabu ya sadaka kwa kile alichokifanya, kwa kuwa yeye ndio sababu ya kuupanda mti kama ule. Kwa hivyo fanya khairi, fanya manufaa, hata kama manufaa yale hayatakufikia wewe. Na mafunzo haya Mtume sallallahu alaihi wasallama ndio yakaweza kutoa wanafunzi waliokuwa wakubwa, waliopata daraja za juu, ambao kwamba ni masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliotoka katika madrasat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Ndio akapatikana Abu Darda, mmoja katika wanafunzi na katika masahaba wakubwa wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapokea al-Imam al-Khatib al-Baghdadi katika tarikhu Baghdad, anasema safari moja ameonekana Abu Darda, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, akipanda mti. Mti wenyewe ni mti gani? Mti wenyewe anatuambia maulama ni mti wa tin. Tini ile iliyotajwa katika Al-Qur'an Al-Karim, wat-tini waz-zaitun, ni moja katika sampuli ya matunda. Lakini mti wa tin unatoa matunda baada ya miaka 60. Yani ni mti ambao kwamba unachukua muda wa miaka mingi mpaka kuja kutoa matunda. Wakati huo Abu Darda ni mtu mzima, na huku anapanda mti wa tin, mti ambao kwamba utatoa matunda baada ya miaka 60. Yani iko wazi kabisa kuwa matunda ya mti kama ule anaoupanda hatoyapata. Anakuja mtu anamwambia, vipi Abu Darda, unapanda mti ambao kwamba matunda yake hutayapata? Lakini sikiliza jawabu lilotoka kwa moja katika wanafunzi waliotoka katika madrasa ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anamwambia, ma alayya an yakuna li ajruha wa yakula minha ghairi. Amwambia, mimi sijali nikipata thawabu zake, hata kama atakayekula ni mwingine, ale mwingine kutokamana na matunda ya mti kama huu, lakini thawabu mimi nitazipata. Mwenyezi Mungu ataniandikia ujira wake. Mimi muhimu ni ule ujira, sio yale matunda. Matunda nimeyapata nitakula, sikuyapata sina neno. Lakini ma alayya an yakuna li ajruha wa yakula minha ghairi. Bali kimepokea kisa kinachoshabihiana na kisa kama hichi cha Abu Darda. Mmoja katika wafalme wa Fursi alikuwa anatembea katika mji ambao kwamba anaongoza ndani yake. Mara akapita sehemu, akapambana na mmoja katika wazee, watu wazima ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewaruzuku hikma. Akamwona mzee kama yule anapanda mti, inasemekana mti ulikuwa ni huo wa tin ambao kwamba unachukua miaka mingi kutoa matunda. Yule mfalme alipomwona mzee anapanda mti ambao kwamba matunda yake hatoyapata, akamuuliza ama akamwambia, ajaban li amrika ayuha al-ajuz, na kushangaa sana mzee wewe, araka taghrisu shajaratan la tumbitu illa ba'da 60 ama, na kuona unapanda mti ambao kwamba mti huu hautotoa matunda isipokuwa baada ya miaka 60. Vipi, wafikiria vipi wewe? Mti huu hutopata matunda yake, wewe ni mtu mzima, miaka 2-3 utakufa. Asema, na kushangaa wewe mzee. Basi mzee kama yule, kama tulivyoeleza, alikuwa ni mzee ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemkirimu na hikma, akamtolea maneno ya hikma. Na kama anavyotuambia Mwenyezi Mungu, wa man yu'tal hikmata
faqad utiya khairan kathira. Yule ambaye kwamba atapewa hikma na Mwenyezi Mungu, basi amepewa khairi iliyokuwa kubwa na nyingi sana. Akamjibu majibu mazito, majibu ambayo kwamba pia yanastahiki kuandikwa kwa wino wa dhahabu. Akamgeukia mfalme akamwambia, gharasa man kana qablana faakalna wa nahnu naghrisu liyakula man ba'dana. Amwambia waliokuwa kabla yetu walipanda miti, ndio sisi tukaja tukayapata matunda yako tayari tukaweza kuyala, na sisi twapanda ili wale watakaokuja baada yetu wale. Kwa hivyo waliokuwa kabla yetu walipanda, sisi tukala, na sisi twapanda ili wale watakaokuja baada yetu. Si lazima matunda tuyapate sisi, tuyale sisi. Sisi tulioyala hatukuyapanda sisi, walipanda wengine, na sisi tupande wengine wale. Angalia maneno yalivyokuwa mazito, maneno ambayo kwamba kila mmoja katika waumini atakikana ayaike mbele ya macho yake, ayafanyie kazi. Maneno kama haya ambayo kwamba kila mmoja ayaike mbele ya macho yake, ayafanyie itikani, ayatende kazi. Fanya khairi, nenda zako, subiri ajri, ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani weka mbele ya macho yako aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayosema, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sisi hatutapoteza ujira waliyefanya amali nzuri. Fanya amali nzuri, nenda subiri ujira wako kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi maneno kama haya hikma akayatoa yule mzee kumwambia mfalme, akamwambia, akala man gharasa man kana qablana fa akalna wa nahnu naghrisu liyakula man ba'dana. Walikuwa kabla yetu walipanda, ndio sisi tukaweza kula, na sisi tunapanda ili wale watakaokuja baada yetu. Basi mfalme kama yule akafurahishwa na maneno ya yule mzee, akamwambia ahsant. Na ilikuwa ada ya yule mfalme, anapomwambia mtu ahsant, basi mtu kama yule hupewa dirham 1000. Maaskari wa mfalme wakachukua dirham 1000 wakampa mzee. Mzee alipopewa zile dirham 1000, kama tulivyosema ni mzee mwenye hikma, sasa akamgeukia yeye yule mfalme akamwambia, ajaban li amrika ayuha al-ajuz ayuha al-malik. Amwambia, sasa mimi ndo nakushangaa wewe mfalme, istabta'ta thamarata shajarati, umesema mti wangu utachelewa kutoa matunda, wa hakad athmarat 1000 min ad-darahim, mti umetoa matunda ya dirham 1000 sasa hivi, au kuchukua hata miaka 60 matunda yampatikana sasa hivi. Mfalme akafurahishwa tena na jibu, akamwambia ahsant. Zikatoka tena dirham 1000 ya pili. Mzee akapewa dirham 1000 nyingine, akawa na dirham 2000. Akamgeukia tena mfalme akamwambia, ajaban li amrika ayuha al-malik, bado mimi naendelea kukushangaa ewe mfalme, istabta'ta thamarata shajarati, umesema mti wangu utatoa matunda kuchelewa, itachukua miaka 60, wa hakad athmarat fil hali marrataini, umetoa matunda mara 2 wakati mmoja ndani ya dakika, ambapo mti ni mpaka msimu utoe matunda. Utoe matunda sasa, usubiri msimu ujao utoe matunda mengine. Umetoa matunda sahihi tena mara 2, hukusubiri msimu. Mfalme akafurahishwa tena na lile jawabu, akamwambia ahsant. Zikatoka dirham zingine 1000, zikawa 3000. Lakini kwa mara hii mfalme akawageukia maskari zake akawaambia, umdhu bina falau makathna indahu lam yakfihi ma fi khazainina, hebu tuondokeni hapa, manake lau tutakaa kwa huyu mzee atatumalizia hazina zetu zote. Ataendelea kutoa maneno ya hikma, mimi nitasema ahsant, itatoka dirham 1000 1000 mwisho atatumalizia pesa zetu zote. Hebu tuendeni tumuondokee. Kwa hivyo kitu muhimu ama shahid katika kisa kama hichi tunapopataka ni pale gharasa man kana qablana fa akalna, walipanda waliokuwa kabla yetu ndio sisi tukala, wa nahnu naghrisu liyakula man ba'dana, na sisi tupanda ili wale ambao kwamba watakuja baada yetu na wao waweze kula. Hii ndio falsafa na ndio mantiki ambayo kwamba kila mmoja atakana afanye. Sisi kwa nini mambo yetu yamekuwa ni kinyume? Mtu ukijua mimi niko hapa kwa muda wa miaka 2-3 kisha nitaondoka, kwa hivyo hili jambo nikilifanya sitopata matunda yake, basi mimi sitalifanya kwa sababu matunda yake mimi hayatanifikia. Sisi ndivyo tulivyo. Hakuna falsafa kama hii ya huyu mzee ya kuwa sisi tumekuja hapa tumepata jambo liko tayari, kwa hivyo na sisi tuongeze na wengine wakija wapate mambo ambayo kwamba yatakuwa tayari. Haya ndio mafunzo aliyofundisha bwana Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, utajitolea unufaishe, hata kama manfaa hayatokupata wewe yatapata wengine, ndio utainuka daraja. Na ikiwa duniani unaweza kuinuka daraja kwa kitendo kama hicho, vipi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Leo Wangari amepata kujulikana mpaka kupata Nobel Prize kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kutoa kwa sababu ya kuendea mbio masala ya kupanda miti. Khairi moja katika khairi alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallama, panda hata kama ni kiyama cha simama, panda. Angalia mtu amefuatilia masala ya miti katika muhimu ya pando yasikatwe mpaka akafika daraja akapata zawadi ya kihapa kidunia. Vipi mimi na wewe kama mu'min, pindi tutakapofanya kitendo kama hicho, tuna zawadi gani ama kiasi gani ambayo kwamba tutaipata kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hivyo mu'min atakikana awe hamu yake ni kunufaisha wenzake hata kama yeye atakuwa hajanufaika. Hivi ndivyo anavyotakikana awe mu'min. Sisi mambo yetu yamekuwa ni kinyume. Mtu akiona mwenzake ameharibikiwa ndio yofurahi, na akiona mwenzake mambo yake yamekwenda vizuri ndio anakasirika. Kinyume kabisa, badili amfurahikie mazuri na awe hana furaha kwa yale mabaya ambayo kwamba amemfikia, la, yeye ni kinyume, anafurahika kwa mabaya yanayompata na anahuzunika kwa mazuri ambayo kwamba yanamfikia ndugu yake kama yule. Nimalizie na kisa cha As-Sariyu Sakati. As-Sariyu Sakati, moja katika maulama wakubwa katika as-salafu salih ridwanullahi alayhim ajma'in. As-Sariyu Sakati anataja kisa chake al-Imam Al-Dhahabi katika Siyar A'lam an-Nubala. As-Sariyu Sakati alikuwa anaduka, anafanya biashara zake katika soko. Lakini siku hiyo hayuko dukani, duka amelifunga, amekwenda sehemu kufanya da'wa zake, amekaa na watu na wapa da'wa. Mara inakuja habari kuwa sokoni kunaungua, maduka yanaungua sokoni. As-Sariyu Sakati kama mwanadamu, na wewe unajua una duka kule, akatoka mbio kwenda kuangalia duka lake limefanyika nini. Akifika njiani, As-Sariyu Sakati anapambana na mtu, anamwambia abshir ya Sari, fa inna dukanaka qad naja. Chukua bishara njema ewe Sari, duka lako sokoni halikuungua. Anampa bishara nzuri, akiwa njiani ana waswasi anakwenda kuangalia duka lake. Basi As-Sariyu Sakati pale pale akasema alhamdulillah, amshukuru Mwenyezi Mungu kuwa duka lake halikuungua. Lakini baada ya lahadha ile, As-Sariyu Sakati asema makathtu 30 sana astaghfirullah min annani qultu yawman alhamdulillah. Asema nilikaa miaka 30 na muomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kitu gani? Kwa kosa gani? Asema kwa sababu kuna siku nilisema alhamdulillah. Ile alhamdulillah niloitamka mara moja, asema nimekaa miaka 30 na muomba Mwenyezi Mungu msamaha. Kwa nini? Kwani alhamdulillah ni makosa? La wallah, muumini atakikana kila wakati amshukuru Mola wake Subhanahu wa Ta'ala na aseme alhamdulillah. Lakini maana alokuwa nayo As-Sariyu Sakati ilikuwa ni maana kubwa sana, ni maana adhimu, ni maana ambayo kwamba inajali zaidi ndugu zake, kutaka kuwanufaisha zaidi ndugu zake, na kutaka madhara yasiwafikie ndugu zake ambao kwamba pia wana maduka katika soko. Asema pale pale mimi niliposimama nikapewa ile bishara, baada ya masekunde kadhaa, asema nikakumbuka kwa sokoni kule, ikiwa duka langu halikuungua, kuna ndugu zangu maduka yao yameungua. Asema nikatoka mbio, nikaenda mpaka sokoni nihakikishe kuwa na wao pia hali zao ni nzuri. Asema kwa kule kusema alhamdulillah na kuijali nafsi yangu na manufaa yangu mimi binafsi, nikawacha kuwakumbuka ndugu zangu kwa muda wa masekunde. Asema nikahisi ni kosa kubwa lahitajia kuomba msamaha, ndio nikabaki miaka 30 na muomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kosa kama hilo. Wapenzi watazamaji, silsila yetu ya khairun nasi ama bora watu khairukum itakuwa ni yenye kuendelea, tukiendelea kubainisha hatua baada ya hatua sifa ambazo kwamba amezitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi zake za kubainisha mbora watu ni yupi. Lakini muhimu zaidi ni kuyafanyia kazi maneno kama haya Mtume sallallahu alayhi wasallama katika nafsi zetu,
na ndani ya jamii zetu, ili tuweze kufika daraja ya hiyo ya ubora. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.